Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni mchungaji wako Charles Opondo Ngoro. Niko tena leo kukupatia neno la siku. Na leo ninaenda kuzungumzia Pasaka au meza ya Bwana. Watu wako katika maandalizi ya mambo kama hayo ya Pasaka wakati huu tunapoongea. Lakini ningependa tufundishane kidogo kwa upande huu. Biblia iliandikwa kwa wakati, nyakati na majira. Hapo mwanzo kulikuwa hakuna torati, watu waliishi kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, na pia baadaye ikawa Mungu anatuma watu kwa mfano wa malaika, ama malaika kwa mfano wa watu, ili kuja kuambia watu ujumbe wake. Wakasonga wakaja kwa torati ambayo ni sheria. Sheria ikatawala, lakini sheria pia nayo ilikuwa inaua. Wengi walikuwa wanakufa na wengi wanapata hasara kwa sababu ya sheria. Ndiposa akaja mwana wa Adamu, Yesu Kristo, kukamilisha nyakati, wakati na majira ndani yake, ili yoyote atakayemwamini Yesu apate kukombolewa. Ninakupa kibwagizo tu nikikwambia, hakuna mwanamume ambaye huwa anamfuata mwanamke kwa nia mbaya. Kila mwanamume anayemfuata mwanamke huwa anamfuata kwa nia nzuri, wawe na ndoa nzuri. Lakini mara nyingine tabia za wanawake ndio hufanya wanaume wakageukwa na roho, wakaanza kuishi na wanawake kwa akili na kwa hali ambayo haikuanza vile ilivyoanza mwanzo. Kwa hiyo wewe mama unayenisikiza, unapopatana na mumeo na anakupenda ni siku za mwanzo, usipate mafunzo tofauti yatakayogeuza moyo wa mumeo, maana anakujua jinsi alivyokuoa, na akikuona umebadilika, na yeye mwanamume pia atabadilika. Ni sawa na Yesu Kristo. Yesu Kristo huwa hatufuati sisi na nia mbaya. Hata anasema katika Yeremia 29:11 kwamba mimi nina nia nzuri kwenu, sina nia mbaya. Lakini sisi wanadamu ndio huwa tuna nia mbaya. Yesu anatufuata tuokoke, tumtumikie, lakini huwa hatujaamua ndani yetu. Kwa hiyo hata mafunzo mengine tunayoyapata kwa Biblia, kama haujamkubali Yesu 100%, huwezi kuyaelewa na utakuwa mshindani, hasa kwa hili la leo la meza ya Bwana. Ningependa unielewe, ni siku ambazo watu wanasema wanasherehekea Pasaka. Je, Pasaka ni nini? Na sisi kama wateule, Pasaka yetu ni ipi kwa siku hizi za leo? Nimezungumzia wakati, nyakati na majira. Kuna wakati nyuma kulikuwa hakuna sheria ikaja na Musa, alafu Yesu akaja kukamilisha yote. Sasa nitumwangalie Kristo anataka sisi tufanye nini. Wacha nisome kitabu ambayo inazungumzia meza ya Bwana. Ni kweli kabisa, siku za nyuma watu walikula Pasaka, watu walikula meza ya Bwana katika hali ya mwili ya mikate na juisi ama na damu ambayo Yesu aliita divai. Watu walifanya hivyo, na iko andiko ambalo hata imesema kwamba kwa nini mnaidharau meza ya Bwana. Wacha tusome andiko katika Malaki 1:7, inasema hivi. Malaki 1:7 inasema, mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Unaona, hii meza ya Bwana imetajwa hata kwa Biblia. Lakini inategemea ni wakati gani. Wakati huu kweli Roho Mtakatifu alikuwa hajaja, na watu walianza kufundishwa kula meza ya Bwana ambaye ni mikate na divai inayoonekana kwa macho. Lakini wakati huo nao ulienda ukaisha, akaja mwana wa Adamu akafundisha watu jinsi meza ya Bwana inavyoliwa siku za Roho Mtakatifu na baada ya yeye kuondoka. Ukiangalia kitabu cha Yohana Mtakatifu 6:51, Yohana Mtakatifu 6:51 inasema ya kwamba, wacha tusome Yohana Mtakatifu 6:51, inasema hivi. Hapa ni Yesu anaongea. Yesu anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kishukacho kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula ninachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Yesu anasema mimi ndimi chakula.
Ukiangalia Yohana 1:1, maandiko anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno akawa kwa Mungu, naye neno ndiye Mungu. Sasa Yesu anajitambulisha kwamba yeye ndiye chakula, kumaanisha Yesu ni neno, si chakula ambacho utakula na usiishi milele. Je, ukila chapati na maharagwe utaishi milele? Maandiko inasema hapa, mkila chakula hiki mtaishi milele. Ni chakula gani hiki ambacho watu wakila wanaishi milele? Chakula hiki ni neno. Wakati unaposoma neno, basi umekula Pasaka yako. Wakati unaposoma neno, utaishi milele, kwa sababu hata ukiondoka katika mwili bado utaishi katika roho. Lakini wengi bado tumebaki kwa kula mikate na juisi. Hii ndio inatupoteza, kwa sababu hatuelewi wakati tuliopo sasa. Kuna wakati wa mwanzo wa kina Nuhu, kuna wakati wa Musa wa Torati, kuna wakati wa Kristo wa roho kutawala. Wacha nisome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5:7 ili ujue Pasaka yako wewe kama mteule ni nini. Tusifanye mambo tukirudi nyuma badala ya kumfuata Roho ambaye ni msaidizi, ambaye alikwisha kuja. Ninasoma Wakorintho wa kwanza 5:7, inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Jisafisheni mkatoe chachu ya kale mpate kuwa donge jipya. Chachu ya kale ni kula mikate physically, unapewa juisi kidogo na kamkate kidogo. Hiyo ni chachu ya kale. Mpate kuwa donge jipya, kama vile ni mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Yani mimi na wewe ambaye tunamfuata Yesu, Pasaka wetu alikwisha tolewa, ambaye ni Kristo. Kristo ni neno. Unaposoma neno, tafadhali unaposoma neno, wewe umejazwa na umekula Pasaka tayari, sio kwenda kula mikate na juisi. Je, ukila mkate na juisi utaishi milele? Na kama hicho kipande cha mkate ndio ukila una maisha ya milele, basi ingefaa twende tule bekeri nzima, ama tunywe kwinja chupa nzima. Tuelewe maandiko kwa wakati na nyakati, na Mungu atazidi kutubariki.